Kama ni mara ya kwanza kutazama chaneli hii, basi hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata matukio yetu. Moja ya matukio yaliyotikisa mitandao ya kijamii mwishoni mwa wiki hii ni send off ya kifahari ya Mona Lisa Sylvester, binti wa mchimba madini maarufu wa Katoro mkoani Geita, Sylvester Muyamba, ambaye anafahamika zaidi kwa jina la GSM wa Katoro, licha ya kwamba ameonekana akikataa pia kutumia jina hilo la GSM. Baadhi ya wadau pia amekuwa akilikataa kwa maana kwamba hataki kujibrand na jina la mtu mwingine pia. Sherehe hiyo imeacha gumzo kubwa baada ya taarifa kueleza kuwa kamati ya send off ilimkabidhi bi harusi mtarajiwa zawadi ya fedha taslimu ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 4. Ndio, umesikia vizuri bana. Sasa zaidi ya shilingi bilioni 1 zilitolewa kama zawadi katika hafla hiyo, jambo ambalo liliwashangaza watu wengi zaidi na kuzua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini sio hilo tu peke yake, namna ambavyo imevuta watu wengi zaidi. Katika maandalizi ya sherehe hiyo, Mona Lisa bana alisafirishwa kwa kutumia helikopta kwenda kukagua ukumbi ambapo send off yake ilifanyika. Na tukio hilo pia lilionyesha kiwango kikubwa sana cha maandalizi ambayo yalikuwa yamefanywa na familia hiyo, huku watu wengi wakilitaja kama moja kati ya maandalizi ya kifahari zaidi kuwahi kushuhudia katika mkoa wa Geita, na sio Geita tu peke yake, nchini Tanzania. Na mandhari yake pia, eneo la Katoro pia ilibadilika kabisa, huko pia mapambo ya kuweza kuvutia wageni waalikwa kutoka katika maeneo mbalimbali, na msafara wa magari ya kifahari vikafanya tukio hilo pia liweze kuonekana na upekee sana. Lakini pia magari ambayo yalitumika kwa ajili ya send off ni magari ya kifahari ambayo sio rahisi kuweza kuona hata viongozi wa kiserikali pia wakiwa wanafanya harusi na shughuli zao, lakini pia ni ngumu sana kuweza kuona utitiri wa magari pia ambayo yameonekana kwa mfanyabiashara huyo. Na burudani pia ikosekana. Msanii nyota wa muziki wa Bongo Flava Alikiba ndiye ambaye alikuwa msanii mkuu wa jukwaa, akitoa burudani ambayo iliwafanya wageni kuweza kufurahia usiku mzima. Na katika moja kati ya matukio ambayo yaliyozungumziwa zaidi, baba wa binti harusi mtarajiwa GSM wa Katoro alionekana pia akimzawadia Alikiba fedha za kigeni, tukio ambalo lilizua hisia mbalimbali na kusambaa pia kwa kasi katika mitandao ya kijamii, akitoa zile dola kiasi kwamba mpaka Alikiba pia aliluzi concentration wakati akiwa anafanya performance katika shughuli, kitu pia ambacho kilisababisha kimuondolee umakini wake kidogo katika performance ambayo alikuwa anaifanya kutokana na dola ambazo alikuwa anatunzwa na baba wa biharusi katika eneo husika. Video na picha pia za sherehe hiyo zimeendelea kusambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikionyesha maandalizi ya kiwango cha juu sana, matumizi makubwa ya fedha pamoja na mazingira pia ambayo yamepambwa na ustadi mkubwa sana. Na hata hivyo, kiasi cha fedha ambacho kimetajwa kuwa zawadi ya kamati ya send off kimeendelea kujadiliwa na watumiaji pia mitandao ya kijamii, huku pia wengine wakiona kama ni ishara ya uwezo mkubwa sana wa kifedha na familia, na wengine pia wakitaka uthibitisho rasmi wa taarifa hizo. Lakini bila kujali mjadala pia ambao umekuwa ukiendelea kwenye mitandao ya kijamii, send off ya Mona Lisa Sylvester imeingia kwenye orodha ya hafla pia zilizovuta hisia za Watanzania wengi sana mwaka huu hapa 2026 kutokana na ukubwa wa maandalizi yake na matumizi ya helikopta, burudani kutoka kwa Alikiba na zawadi pia ambazo zilikuwa zimeripotiwa kuwa za thamani kubwa sana, na magari. Lakini sio tu magari, na hata maeneo yenyewe ya Katoro namna ambavyo yalivyo ni eneo la pembezoni kidogo, kwa maana ya kwamba sio mjini, lakini namna ambavyo muonekano wa kuanzia kwenye nyumba na shughuli yenyewe ilivyofanyika, watu wengi zaidi wanategemea tukio kama hili lifanyike Dar es Salaam, Dodoma au katika mkoa wa Mwanza, kwa maana kwenye ile miji mikubwa. Lakini kitendo cha tukio hilo kufanyika Katoro, Geita, limeonyesha ukomavu hali ya juu sana, na watu pia wakiendelea kumfuatilia Muyamba kutokana na utajiri wake ambao yuko nao, kwa sababu watu wengi hawakuwahi kumfahamu kabla ya tukio hilo. Kwa tukio hilo pia ni kama limejaribu kuonesha watu kwamba kuna baadhi ya watu pia ambao wana pesa lakini pengine hawajulikani, ukiachilia mbali hao ambao wamekuwa wakijulikana. Je, unadhani hii ndio send off ya kifahari zaidi kuwahi kufanyika nchini Tanzania? Unaweza kutuandikia maoni yako pia kwenye sehemu ya maoni, na usiache kufuatilia channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi.
Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati Kuu. Naomba tusikilizane, itifaki inaendelea kuzingatiwa. Mwenyekiti nitakuchukulia hatua. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, wageni waalikwa, naomba sasa tusikilizane. Naomba utulivu basi, tusikilizane ili tuweze kuwatamkia kile ambacho tumehangaika nacho, tukatengeneza vitu ambavyo mmevishuhudia hapa, tukanywa, tukala, lakini tukabakiza zawadi kwa ajili ya binti yetu ambaye kimsingi ametuheshimisha sana. Baada ya kufanya mambo yote, na hii ni michango ya wana kamati mnaowaona hapa. Baada ya kufanya mambo yote, tumebakiza chenchi. Tumebakiza chenchi, na chenchi hii hatuna pa kuiweka, tukaenda kuiweka kwenye benki ya CRDB. Na fedha hii kwa sababu ya namna ilivyokuwa chenchi, tukaenda kuiweka CRDB makao makuu Dar es Salaam. Kwa hivyo tuna kibarua cha kumpa tena huyu binti yetu nauli ya kwenda kuikagua, na unajua nauli yake ni helikopta, hawezi kushuka kwenye gari tena. Kwa hivyo lazima tufanye utaratibu wa kumchapia pesa za nauli kwa ajili ya kwenda kuhakiki akaunti yake, na sio muda mrefu, ni kesho kutwa tu, ili awahi kurudi kwenda kufunga ndoa yake. Sasa zawadi hii imewekwa tarehe 11 jana mwezi wa 7 mwaka 2026 kwenye akaunti namba 10419311118 kwa Mona Lisa Feliciani Buyamba. Na chenchi hiyo niseme sema, niseme nisiseme sema, lakini itifaki huwa inatuzuia sisi kukurupuka. Mnaniruhusu niseme sema. Chenchi hiyo ni shilingi za Kitanzania bilioni 1. Naomba utulivu kidogo, tunakusikiliza. Bilioni 1 na milioni 4 tu. Makofi mengi.